Klabu ya Manchester United inaendelea kuwa na mtazamo wa wazi kuhusu mustakabali wa mshambuliaji wao Joshua Zirkzee, huku uamuzi wa nani atakuwa kocha mkuu wa kudumu akitajwa kuwa na mchango mkubwa. Inaelezwa kuwa uwezekano wa Michael Carrick kupewa nafasi hiyo unaweza kuwa na ushawishi mkubwa katika hatima ya mchezaji huyo. Kwa sasa klabu ya Napoli imehusishwa kuwa na nia kumsajili mshambuliaji huyo wa raia wa Uholanzi, lakini ripoti zinaonyesha kuwa uamuzi wa mwisho upo mkononi mwa Zirkzee mwenyewe. United wako tayari kupokea ofa iwapo ataamua kuondoka, ingawa kuna dalili kubwa huenda akachagua kubaki na kupigania nafasi yake kikosini. Katika msimu ujao, kurejea kwa United kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa Ulaya kutaifanya kikosi chao kuhitaji kina zaidi kutokana na ratiba kuwa ngumu. Hali hiyo inaongeza umuhimu wa kuwa na wachezaji wengi wenye uwezo wa kusaidia timu katika mashindano mbalimbali. Ndani ya klabu, Zirkzee anaonekana kama mchezaji mtulivu kwenye nidhamu na asiyeleta matatizo. Licha ya kupata nafasi chache za kucheza, ameendelea kuwa mtaalamu na kuheshimika na wachezaji wenzake pamoja na benchi la ufundi, jambo linalompa nafasi nzuri ya kuendelea kuwepo kikosini. Wakati huo huo, United wanaendelea kuchunguza chaguzi zao katika safu ya ushambuliaji sokoni, huku wakivutiwa na mwanzo mzuri wa Benjamin Sesko. Hata hivyo, mipango ya kusajili mshambuliaji wa ziada bado si kipaumbele kikubwa kwa sasa, bali itategemea fursa zitakazojitokeza sokoni. Mabadiliko ya benchi la ufundi kutoka kwa Ruben Amorim kwenda kwa Michael Carrick yameonekana kubadilisha mwelekeo wa mambo na huenda yakawa na athari kubwa katika maamuzi yajayo. Iwapo Carrick atathibitishwa kuwa kocha mkuu wa kudumu, hali ya utulivu ndani ya klabu inaweza kusaidia kupanga kikosi mapema na hatimaye kuamua kama Zirkzee ataendelea kuwa sehemu ya mipango ya baadaye ya Manchester United. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.